ili kwa pamoja tuwe na historia njema kama taifa ya kuwa na mwendelezo wa watumishi wanaopita kwenye nafasi mbalimbali. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, nije kwa watendaji. Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya analitazama jambo na kulikolo miaka 70 nyuma. Wakati anatafuta memory, hivi mwaka 60 hivi ilikuwaje jambo hili? Hivi mwaka 70 ilikuwaje? Hivi mwaka 80 ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Aidha wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanaotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia. Sina tabia ya kukununia wakati moyoni na kuchekea. Furaha yangu utaiona na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Nilikuwa natafakari hapa wakati wa utambulisho, nikamwona kijana mahiri kabisa anatambulishwa ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali. Yaani wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali. Yaani vile vibali vile wanafuatilia zile hela. Hakuna kazi nyingine inayofanyika. Na tunalipwa mshahara na serikali imetutawanya nchi nzima. Brother, kaa, funga mkanda wako, ni wakati wa kupaa. Ndugu zangu, kwenye kila idara najua ukienda kwenye michezo, tuna michezo takriban zaidi ya 80,000 kwa dunia nzima ambayo inachanganya mpaka na tamaduni. Lakini ukienda kwenye michezo inayotambulika na kurasimishwa na ina mashirikisho ni zaidi ya michezo 20,000. Hapa Tanzania michezo yetu haizidi 10. Tena mpira wa miguu ndio unaongoza, mingine na suasua. Ukienda hata kwenye basket mpaka tumemwachia kijana mmoja Musa, yeye ndio anahangaika peke yake kama ndio wa michezo. Mtu wa michezo, kaa kwenye kiti yako na uenee. Kwenye habari tuna kazi kubwa, tuna maafisa habari mpaka kwenye wilaya. Ndio nafika mahala wa Tanzania wanaenda kulalamika kwa wanahabari huko mtaani. Wanahabari wanaamua kuripoti kero ya wananchi iliyotokea kwenye halmashauri zetu, kwenye wilaya zetu. Na inafika kipindi tunawachukia wanahabari wanaoripoti yale ambayo walipaswa kuripoti na maafisa habari tulionao sisi wenyewe. Mkurugenzi na msimamizi na mkuu wa idara, naomba ukae kwenye kiti chako na uenee. Ndivyo ilivyo hivyo kwenye sanaa. Ndivyo ilivyo kwenye maeneo mengine. Ninasema hivyo kwa sababu mimi muda wa kusubiri sina. Umri wangu huu, nisipokuwa na spidi ya kutimiza ndoto za Watanzania waliomwamini Daktari Samia wakamteua, na mimi nitakuwa siandiki alama njema kwenye kizazi kilichopo. Ninafahamu ya kwamba kote nilikopita na nyinyi watumishi mmepata nafasi nzuri ya kufuatilia utendaji wangu wa kazi. Na mimi nimefanya kazi vizuri katika maeneo mbalimbali na tumeishi na watu vizuri na tumeagana kama hivi leo profu anavyoondoka mioyo yetu wengine tunasononeka. Nilikuwa namtania profu, nilikuwa nishanogewa. Unajua ukikaa wewe juu hapa sisi tuko huku tunajifichia humo. Kuna mahala pengine unajua naibu kudoji ni rahisi. Unajua tu kama zigo likidondoka litamdondokea nani? Sasa ukishakuwa full minister, maana yake usiku na mchana unatakiwa dira, vision na mikakati na namna ya kuexecute unahakisha unasimamia. Kwa hiyo sio kazi rahisi ya kusimamia taasisi. Ninaomba tusiangushane. Ningetamani kuiona wizara hii kama alivyosema prof. Watu wanaiona kama ni wizara ya kawaida. Hii wizara nakuhakikishia ndani ya mwaka mmoja kama Mungu atatupa uhai na kubaki hapa, kila mtu aliyoko kwenye wizara nyingine ikiwemo wizara ya fedha watatamani kuhamia wizara ya habari, michezo na utamaduni.
Tunakwenda kubadilisha mpaka namna ya kuvaa. Ukiwa unafanya kazi kwenye wizara hii unavaa vibaya nje ya geti. Kwa sababu watu wote wenye hela wako wizara nini? Matajiri wote wako kwenye hii wizara. Ma celebrity wote nchi duniani wako wapi? Watu wanaotumia magari kama ni Bugatti, Porsche Cayenne, G-Wagon wako wapi? Watu wanavaa saa za maana wako huko. Sasa wewe unaowakilisha kwenye nchi ukitembea kinyonge nyonge, manake mlango huu utakuwa mgumu kidogo kuingia. Kwa hiyo naomba kuanzia kwenye muonekano lazima tuhakikishe tunaiwakilisha wizara yetu kikamilifu. Na natamani watumishi wote mlioko hapa na ambao hawako hapa watembee kifua mbele ya kwamba wizara yao ni namba moja kwa kila kitu. Sisi ndio wale watu ambao mtu wa madini akishapata hela anakuja huku. Mtu wa madini akipata hela, mtu wa maliasili akipata wateja kule anakuja wapi? Yaani matumizi yote yako wapi? Yako huku. Hata wale ambao walikuwa hawana hela, wanawatamani watu wa huku, wakipata hela wanaanza kuwawinda. Wakiwa hawana hela hawezi kuwatafuta. Nafikiri nikisema hivyo mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa bidii. Jisikie fahari ya kwamba kila kona ya nchi hii watu wanajua kazi yako. Unajua ukiwa mahala ni wewe mwenyewe uamke uamue watu wakutambue au watu wasikutambue. Mimi tabia yangu Mheshimiwa Waziri, hata nilipokuwa pale mkoani Arusha, nitamfahamu mtu kama kuna kazi tunafanya naye. Habari ya dini yako, kabila, miwalata, kama kuna kazi tunafanya mara kwa mara itatufanya nini? Tufahamiane. Kwa hiyo ukiona nakuuliza kila mara jua hauna jambo unalofanya mimi fanya nini? Sasa hebu jitahidi uhakikisha kwamba hata maandiko yanasema jitahidi kujionyesha kama umepata kibali mbele za nani? Mbele za Bwana. Lakini sambamba na hilo, Mungu akituwezesha, Mheshimiwa Katibu Mkuu, vijana wengi wa taifa hili wamejiajiri kwenye habari, hasa online TV na wanaotumia mitandao ya kijamii. Tutaomba mamlaka, na Mheshimiwa Rais ni mtu anayependa sana vijana wa social media. Na mtakumbuka alivyoingia madarakani alihakikisha kwamba anawapa nafasi mjipatie ajira. Nitaenda kumlilia Daktari Samia atupatie fedha kiasi cha bilioni 1 mpaka bilioni 2 tuwakopeshe vijana wa kwenye mitandao wawe na vifaa vyao wenyewe, ili unaporekodi usirekodi kwa kisimu, urekodi kwa kamera ya maana, uwe na kompyuta yako vizuri, alafu tengeneza content ambazo dunia itaziona na kuiona Tanzania katika uzuri wake. Lakini sambamba na hilo, tutajadiliana pamoja na naibu waziri, tunatamani pia wizara yetu iwe na kitengo cha mawasiliano ya lugha mbalimbali za kimataifa. Kwa mfano, tumeona juzi Mheshimiwa Rais alipata ugeni wa waziri wa mambo ya nje ya China. Mimi na wenzangu tutatamani habari hiyo ionekane Al Jazeera. Habari hiyo CNN waione. Habari hiyo BBC wafanye nini? Waione. Sasa wanaifanyaje? Tutaweka ndani yetu kuwa na timu maalum. Kazi yake ni habari ikifanyika inachukuliwa inapelekwa kwenye vyombo vya kimataifa, ili sura yetu na muonekano wetu uendelee kuimarika kule. Leo tukikaa hapa tunajua kila kitu kilichofanyika Marekani. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya vyombo vyote duniani vinachukua taarifa. Leo tukikaa hivi tunajua nini kimetokea Urusi, pamoja na kwamba hawaongei Kiingereza. Leo tukikaa hapa tunajua nini kimetokea China. Tunataka na sisi tukikaa hapa wajue Tanzania Daktari Samia nini anafanya kwa ajili ya wananchi wao. Lakini ndugu zanguni, tunajua ya kwamba tunaenda kwenye mwezi wa Ramadhani, na sisi mwezi wa Ramadhani kwa kweli ni mwezi mtukufu, ila umekuwa wa baraka kwa dhehebu zote, Wakristo na Waislamu. Kwa miaka mingi tumeona pale Dar es Salaam watu wakifanya Ramadhani Cup. Nishaongea na wale viongozi, Mheshimiwa Waziri, na kesho tutakuwa na kikao nao kuhakikisha kwamba tunaunganisha na wizara. Ramadhani Cup tunaipeleka kwenye mikoa 5, yawe ni mashindano yanayohamasisha na kuwafanya watu tukabaki pamoja. Unajua mwezi wa Ramadhani huwa ni mwezi ambao ni kama kwa lazima vile. Wakristo na Waislamu wote tunakaa pamoja. Na wengine tumelelewa kwenye familia za Kiislamu. Kwa hiyo tunafunga pamoja, kwa sababu usipofunga pia unajisikia vibaya kwenda kula daku au kula futari ya mtu, unakuwa kama kobe. Sasa sisi tungependa tutumie pia fursa hiyo michezo yetu iweze kutunganisha.
Lakini pia tunatamani sana ya kwamba maandalizi yetu ya AFCON yaanze sasa. Mheshimiwa Waziri amesema tunayo tume kamati, lakini pia kwenye wizara tutakaa na sisi tuanzishe angalau Samia pre-AFCON, tuanzishe mashindano ya pre-AFCON yatakayoendeshwa kwenye sekondari zetu zote, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais tushirikiane na TAMISEMI. Kwa tutapanga tuwe na mashindano ya AFCON pre-AFCON ambayo yataanza kutoa dira na mwelekeo, ili mwakani tutapokuja kupokea wageni, taifa zima lipo na timu yao ikienda kufanya vizuri, huku tukipalilia ndoto za vijana. Lakini tumefuatilia pia kugundua ya kwamba kwenye sekta ya walimu wetu wanaosomea walimu wakipangwa kwenye shule, hasa shule za msingi na sekondari, wengi wao hawapati nafasi ya kujifunza mambo ya michezo, na wanafika hatua wanakosa sifa za kufundisha michezo. Tungetamani pia, na hili Profesa Kabudi tutakuwa wote kabisa, tutaiandaa pepa tuipeleke cabinet, tushawishi baraza la mawaziri lilizia kwamba sasa walimu wa shule za msingi na sekondari wanapokuwa kwenye vyuo vyao kule, wanaopenda mpira wanajifunza, wanatoka kama professional, ili wakienda kwenye mashule watutengenezee kizazi ambacho kimelelewa na mtu anayejua taaluma, na ile certificate watakayoipata itawapa nafasi ya kuqualify kufanya daraja jingine la CAF, ili pia na shirikisho la mpira pamoja na CAF wawatambue kama wataalamu wa michezo katika namna ya kukuza michezo. Ndugu zanguni,